Ili kujisajili kwenye mfumo wa Mazao Hub kama mkulima, hatua ya kwanza utaenda Play Store kwa wale watumiaji wa Android. Kwenye kusearch hapa utaandika Mazao Hub. Baada hapo utabonyeza kialama cha kutafuta, itatafuta sehemu ya Mazao Hub, itakuomba uipakue au install. Baada ya kuinstall kikamilifu, utafungua application yako. Baada ya kufungua, itakuleta kwenye page kama hii. Hapa unaweza ukaingia kama una taarifa za kujisajilia, yani kama ulishajisajili kwa mara ya kwanza, na hii ina apply kwa wale ambao walishawahi kusajiliwa kwenye mfumo kupitia Bwana Shamba au walishawahi kujisajili hapo awali. Kwa wale ambao hawajajisajili bado, yani ni mara yao ya kwanza kuhudumiwa na Mazao Hub, hatua ya kwanza unabidi ubadilishe lugha. Kwa moja kwa moja mfumo upo kwenye lugha ya Kiingereza, lakini unatakiwa ubadilishe iwe lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo utabonyeza kibutton kilichoandikwa EN ambacho kina alama ya lugha, yani ile alama ya dunia. Utabonyeza hapo na mfumo utabadilika, wote utakuwa kwenye lugha ya Kiswahili. Kwa kufanya hivyo utaenda kwenye kujisajili. Hiyo ni hatua ya tatu. Kwenye kujisajili utabonyeza jisajili, au ingekuwa kwenye lugha ya Kiingereza ilikuwa imeandikwa register, utabonyeza hapo. Baada ya kubonyeza hapo, itakubidi ujaze taarifa zako, yaani taarifa za jina kamili, anwani, wapi unakaa, barua pepe, namba ya simu. Na kwenye namba ya simu unaweza ukachagua namba yako ya simu kulingana na taifa. Hatua inayofuata utachagua mkoa. Unajisajili kama, hapa utajisajili kama farmer, yani mkulima. Baada ya hapo utaandika neno siri lako ambalo litasaidia kulinda akaunti yako. Utakubali sera na masharti, afu utabonyeza jisajili. Kwa kufanya hivyo utakuwa tayari umejisajili kama mkulima, na ndani yake unaweza ukaangalia huduma zetu kama huduma za msimu, yani kilimo chako, namna utakavyokiendesha, analytics, ripoti mbalimbali za uendeshaji wa shamba, ushauri kutoka kwa Bwana Shamba na rekodi za kilimo chako. Na vyote hivi utaenda kuvipata kiurahisi kadri unavyokuwa unalima na kutumia application yetu kuhifadhi kumbukumbu. Baada ya kujisajili, tutaona huduma nyingine ambazo tunaweza tukazifanya au tukaona taarifa zetu kupitia mfumo wa Mazao Hub.